Vitu mbalimbali vilivyotengenezwa kwa kutumia madini ya shaba vimekuwa vikivaliwa na watu mbalimbali ambao wanaijua siri ambayo imejificha ndani yake. Baadhi ya vitu hivyo ni kama cheni, vidani, pete na vitu vingine vya urembo. Watu wengine hawajui siri ambayo imejificha katika vitu hivyo. Watu wengi wamekuwa wakihusianisha uhusiano wa vitu hivyo na imani za kishirikina, hali ya kuwa hawaijui siri ambayo imejificha katika vitu vilivyonakishiwa kwa madini ya shaba. Ninaamini inawezekana nawe ni moja kati ya binadamu ambao hawajui ni siri gani ambazo zimejificha katika vitu vilivyonakishiwa kwa madini ya shaba. Ninaamini utakapotazama video hii mpaka mwisho, lipo jambo kubwa ambalo utakwenda kujifunza, na inawezekana kuanzia leo ukawa miongoni mwa binadamu wanaopendelea kuvaa vitu vyenye asili ya madini ya shaba. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Yafuatayo ni maajabu ambayo wengi hawayajui yaliyojificha katika vitu vyenye asili ya madini ya shaba. Namba 1. Matumizi ya vitu vyenye asili ya madini ya shaba hupunguza maumivu ya viungo katika mwili wa mwanadamu. Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika katika uso wa dunia, imekuwa ikibainika tangu tamaduni za binadamu wa jamii za kale wamekuwa wakitumia vitu vyenye uhusiano na madini ya shaba kwa ajili ya kupunguza ama kuondoa maumivu ya viungo. Vitu hivyo ni kama bangili, cheni pamoja na pete, kwani imekuwa ikiaminika mwanadamu anapovaa vitu vyenye asili ya shaba huwa vina kawaida ya kuleta msawazo unaotakiwa katika mwili wa mwanadamu, na hapo maradhi kama baridi yabisi ama arthritis ni miongoni mwa vitu ambavyo huwadhuru wanadamu wengi kulingana na umri waliokuwa nao. Kadri mwanadamu anavyozidi kuwa na umri mrefu, ndivyo anakuwa katika hatari ya kukabiliwa na maradhi ya maumivu ya viungo. Hivyo imekuwa ikiaminiwa uvaaji wa vitu ambavyo vina asili ya madini ya shaba unaweza kuondoa maumivu ambayo baadhi ya wanadamu huyahisi katika viungo vyao. Namba 2. Vitu vyenye asili ya shaba vinaweza kumkinga mwanadamu dhidi ya mionzi ya umeme ama electromagnetic radiation. Miili ya wanadamu mbalimbali imekuwa ikipata madhara kutokana na matumizi ya vitu mbalimbali vinavyozalisha mionzi pamoja na matumizi ya umeme, kwani watu wengi wanapotumia simu zao, kompyuta, redio na vitu mbalimbali vinavyotoa mionzi, miili yao inaweza kupokea mionzi hiyo ambayo baadaye inakuja kuleta madhara. Hapo ndipo baadhi ya watu wanaweza kupata magonjwa kama ya kansa, uvimbe katika ubongo pamoja na magonjwa mengi ambayo kama tukianza kuyaelezea hapa tunaweza tusimalize. Lakini kwa mujibu wa tafiti mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika, imekuwa ikibainika kuwa matumizi ya vitu vyenye asili ya shaba vinaweza kuzuia madhara ya mionzi hiyo, kwani vinaweza kufyonza mionzi hiyo kabla haijaingia moja kwa moja katika mwili wa mwanadamu. Hivyo unapoona kuna baadhi ya watu wanavaa pete za shaba, ama wengine wanavaa vidani vya shaba, ama wengine wanavaa bangili za shaba, na wengine pia katika makazi yao wameweka mapambo yaliyonakishiwa kwa madini ya shaba, ni kwa sababu wanahitaji kuzuia mionzi ya umeme ambayo inaweza kuingia katika miili yao na kuwaletea madhara. Namba 3. Vitu vilivyotengenezwa kwa kutumia madini yenye asili ya shaba vinaweza kumkinga mwanadamu dhidi ya mionzi ya jua. Kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia katika uso wa dunia, kumekuwepo na shughuli mbalimbali ambazo kwa namna moja au nyingine zimepelekea uharibifu wa ozone layer. Sote tunajua kazi ya ozone layer ni kuzuia mionzi ya jua isipenye moja kwa moja na kutua katika uso wa dunia, lakini kutokana na uharibifu mkubwa wa mazingira ambao umetokana na shughuli mbalimbali za wanadamu katika miaka ya hivi karibuni,
Ripoti mbalimbali za kisayansi zimekuwa zikitolewa kuhusu uharibifu uliofanywa na shughuli za wanadamu katika ozone layer, jambo ambalo limekuwa likipelekea mionzi ya jua kupenya moja kwa moja na kufika katika uso wa dunia, kitu ambacho huleta madhara makubwa kwa wanadamu, ikiwepo na ongezeko la magonjwa ya kansa ya ngozi, joto kali na madhara mengine mengi ambayo yamepelekea mabadiliko makubwa ya hali ya hewa katika uso wa dunia. Pamoja na hayo yote, tafiti mbalimbali zimekuwa zikibainisha kuwa matumizi ya vitu vyenye asili ya madini ya shaba vinaweza kuzuia athari ya mionzi ya jua, ingawa wakati mwingine ni vigumu sana kuzuia moja kwa moja, lakini kwa kiwango fulani matumizi ya vitu vyenye asili ya madini ya shaba vinaweza kupunguza madhara ya mionzi ya jua ambayo huja moja kwa moja katika miili ya wanadamu. Inawezekana bado nimekuacha njia panda, usijali, kwa sababu nipo hapa kwa ajili yako, nitakuelekeza kila kitu. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha mionzi ya jua inapopenya katika ozone layer na kuja katika uso wa dunia, vitu vilivyotengenezwa katika asili ya madini ya shaba vinaweza kuinyonya ama kuifyonza mionzi hiyo. Badala ya mionzi hiyo kupenya moja kwa moja katika mwili wako, basi itasalia katika vitu vyenye asili ya shaba ambavyo umevivaa katika mwili wako. Na ndiyo maana binadamu wengi wanaoijua siri hii wana kawaida ya kuvaa pete, bangili au mavazi yaliyonakshiwa kwa vitu vyenye madini ya shaba. Namba 4, vitu vya shaba hupunguza wasiwasi na msongo wa mawazo kwa mwanadamu. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikibainisha kuwa mwanadamu anapokuwa amevaa vitu vyenye asili ya madini ya shaba katika mwili wake, anaweza kuleta msawazo wa kihisia ndani yake, ikiwa ni pamoja na kutuliza akili, lakini kumfanya awe na modi nzuri. Katika tafiti mbalimbali imekuwa ikibainika kuwa mwanadamu anapokuwa na utamaduni wa kuvaa vitu vyenye asili ya shaba katika mwili wake, vitu hivyo vina kawaida ya kuboost homoni ambazo huleta furaha ndani ya mwili wa mwanadamu kama cortisol homoni, jambo ambalo hupelekea mwanadamu ajihisi mwenye furaha, utulivu wa akili na amani muda wote. Ndiyo maana wazee wengi katika mila mbalimbali kama Wamasai, Wamang'ati, Wamburu na jamii nyingi ambazo zinajua siri ambazo zimejificha katika vitu ambavyo vina asili ya shaba, wana kawaida ya kuvaa vibangili fulani vya shaba katika mikono yao, kwa sababu wanatamani kuwa na mudi ya furaha wakati wote, kwani katika hali ya kawaida hakuna mwanadamu ambaye anatamani mudi ya huzuni ama kuwa na msongo wa mawazo. Namba 5, vitu vyenye asili ya shaba huimarisha usingizi kwa mwanadamu mwenye kusumbuliwa na matatizo ya kutopata usingizi. Mwili wa mwanadamu una vitengo mbalimbali ambapo kila kitengo huratibu shughuli fulani katika mwili wa mwanadamu. Mwanadamu anapokosa usingizi, tafsiri yake ni kwamba kitengo ambacho kinaratibu shughuli za usingizi kinakuwa hakifanyi kazi ipasavyo. Sote tunajua kitengo ambacho kinashughulika na suala la mwanadamu kupata usingizi kinaitwa melatonin. Hii ni homoni ambayo huwa inapanda katika damu pindi macho ya mwanadamu yanapoona giza, na ndiyo homoni ambayo hupelekea mwanadamu apate usingizi mzuri. Mwanadamu anapopungukiwa na homoni hii, tafsiri yake hatopata usingizi ambao unatakiwa. Jambo ambalo limekuwa likithibitishwa na tafiti mbalimbali za kisayansi ni kuwa pindi mwanadamu anapokuwa anavaa vitu vyenye asili ya madini ya shaba, vitu hivi vina kawaida ya kuboost homoni ambazo huratibu usingizi wa mwanadamu, ikiwepo melatonin, jambo ambalo hupelekea mwanadamu apate usingizi mzuri. Hivyo unaweza ukathibitisha kwa kutazama tamaduni za watu mbalimbali katika hii dunia. Wazee wengi wanapenda kuvaa vibangili vyenye asili ya shaba katika mikono yao. Jambo mojawapo ambalo hupelekea wazee hao wavae vitu hivyo ni kwa sababu wanahitaji kupata usingizi mzuri pindi wawapo katika mapumziko yao. Namba 6, madini ya shaba husaidia msawazo na usawa wa madini katika mwili wa mwanadamu. Zipo imani mbalimbali ambazo zinathibitisha kuwa kwa sababu madini ni miongoni mwa vitu vya muhimu sana katika mwili wa mwanadamu, zipo baadhi ya nyakati ambazo mwili unapopungukiwa na madini, mwili unaweza kutumia ngozi kuchukua madini ambayo mwanadamu anakuwa ameyaweka juu ya ngozi yake.
Wanadamu huweka madini hayo kupitia ngozi zao kwa kutumia vitu kama pete, vidani pamoja na bangili. Hivyo wakati mwingine mwili unapokuwa umepungukiwa na madini fulani, basi kupitia ngozi mwili wako unaweza ukanyonya madini hayo kupitia ngozi yako, na madini hayo yakaenda kuwa na msaada mkubwa ndani ya mwili wako. Namba 7 ni ngao dhidi ya nishati mbaya katika mwili wa mwanadamu. Sote tunajua zipo nguvu za aina mbili katika uso wa dunia. Nguvu mojawapo inaitwa positive energy na nguvu nyingine inaitwa negative energy. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikithibitisha kuwa mwanadamu anapovaa vitu vyenye asili ya madini ya shaba katika mwili wake, madini ya shaba yana kawaida ya kufukuza negative energy katika mwili wa mwanadamu. Hivyo wapo baadhi ya watu ambao wanavaa madini ya shaba ama kuyaweka katika makazi yao kama mapambo kwa sababu hawahitaji negative energy ziweze kutawala milini mwao na katika makazi yao. Namba 8, vitu vyenye asili ya madini ya shaba husafisha damu na kuimarisha kinga katika mwili wa mwanadamu. Zipo tafiti mbalimbali huku mila na desturi nyingi zikithibitisha kuwa mwanadamu anapokuwa anavaa vitu vyenye asili ya shaba katika mwili wake, vitu hivyo vinaweza vikamsaidia kusafisha damu yake pamoja na kumfanya awe miongoni mwa binadamu wenye kinga imara katika uso wa dunia. Hivyo watu wengi wanaojua siri ya vitu hivi huvivaa vitu hivyo kutokana na baadhi ya sababu hizi, huku sababu nyingine nyingi nikiwa sijazitaja hapa. Unaweza kwenda kusoma majarida mbalimbali pamoja na makala mbalimbali kwa ajili ya kwenda kuelimika zaidi. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.